clean win. Itakuwa ni ushindi mara hiyo. So I made my application. Kwa hivyo naye akafanya yale maombi yake. And I have the document. Na akawa na karatasi zote. The transactions, everything. Kila kitu na malipo yote. So the first time when I went, wakati wa kwanza nilipoenda, the court had me. Koti kanisikiza. And they told me, we've had your case. Wakasema tumekusikiza kesi yako. But let's go and call the tenants to come. Wacha tuende tuite wale ambao wanaishi pale waje. Because we don't understand why they don't want to come out from your place. Kwa sababu hatuelewi ni kwa nini hawataki kutoka mahali pako. So there was a court order. Kwa hivyo wakatumana ile sheria. Wakatumia wale watu ile mwito wake. They did not even come. Hata hawakuja. Can you imagine? Hebu fikiri. So I remember that day I went very early before the court. Na nakumbuka hiyo siku nilienda mapema sana mbele ya mahakama. I was the first one. Na nilikuwa mtu wa kwanza. And I spoke. Na nikazungumza. Of course you speak in the midnight and you speak in the morning and you know you have taken over. Kwa sababu unanena asubuhi na unanena usiku katikati, unajua kwamba umeteka nyara. I knew the prophet was standing with me. Na ninajua nabii alikuwa amesimama pamoja nami. We were the last ones to be served. Kwa sababu we were the last one to be served. Tulikuwa watu wa mwisho kutumikiwa hiyo siku. And when my turn came, wakati wangu ulipofika, waliuliza, where are the tenants that are contending with you? Wapi wale watu ambao wanaishi kwenye nyumba ambao wanangangana na wewe? I told the judge. Na nikamwambia hakimu, I told you, they said they will not even come here. Nilikwambia walisema hawezi hata kuja hapa. And the judge said, okay, sasa. Na hakimu akasema sawa. We are going to give you what you wanted. Tunaenda kukupatia kile ambacho ulitaka. And I was given a court eviction. Na nikapewa ile sheria ya mahakama ya kutoa wale watu pale. Through the OCPD, through the DO, through the police. Kupitia kwa OCPD, polisi na DO. I have come to say thank you to Jesus. Nimekuja kusema asante kwa Yesu. Nimekuja pia kumshukuru nabii kwa kusimama nami katika wakati huu mgumu. Wakati mwingine watu hawakuelewi. Because they don't know your vision. Kwa sababu hawajui maono yako. They even misunderstand you. Hata pengine wanakosa kukuelewa vizuri. But the Lord who you had, lakini yule Bwana uliulia msikiza has proved true. Ameweza kudhibitisha kweli. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So I have a court eviction here. Kwa hivyo nina He has a lot of things. I have summons. I have court evictions order here. Let me show you the court eviction orders. Wacha waonyesha ile sheria ambayo itoka kwenye mahakama ya kuwatoa wale watu pale. Hallelujah. 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 Hebu fikiri. The OCPD. Yule OCPD. He's told me that mama. Ameniambia mama. Stay behind. You will now see how the government will work. Hallelujah. Leo nimenyenyekea zaidi. Na nashukuru Bwana. Hallelujah. I like Isabel nampenda sana. I really like Isabel. She's my first Kenyan I met this country. Yeye ndiye Mkenya wa kwanza nilikutana na nchi hii. Amen. Amen. And she's still in this ministry. Na baada katika huduma hii. So I thank God for her. Pia nashukuru Mungu kwa ajili ya haya. I told her next week that this case you will have victory over it. Nilimwambia tuwalobila kwamba kesi hii utapata ushindi. And we thank God it has come to pass. Na nashukuru Mungu imeweza kutimia. Pigie Bwana makofi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yeye Yesu atakayekuja kuokoa si Muhammad, si Ibrahim, si nani Yesu. Not Muhammad, not Ibrahim, not I was almost killed. I was shot by a policeman called Ayub. Because they told me what I know and I say. Haiwezekani mtu akwambie Muhammad, Ibrahim, nini wote ujue hakuna mitume. There's no way somebody can tell you Muhammad, Ibrahim and others are that among these people no one will save the world apart from Jesus Christ. It's only Christ who went to heaven without a sin. Sasa wakati mimi mzee swali ile tuko msikitini nikauza swali nini? Nikauza share kwa share watu wa Egypt. I asked four questions. Nikamuuliza hivi. And I asked him,
unasema kama Mtume Muhammad ni mtume. You are saying that Muhammad is a prophet. Na unasema kitabu cha Qur'an kitabu cha Mungu. And you are saying that Quran is the word of God. Na tukisoma katika Qur'ani kuna nafasi inaitwa uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kwa nini Muhammad alipokutana na majini naye kwa ni mtume? That how comes that Muhammad had the spirit, water spirits and he was a prophet? Aliongea na majini. How did he talk to the water spirit? Na ukienda kusali unasema ukwambia hivi, mjongeleani shetani singi katikati. Why? Na majini yanaabudu Mungu, wewe unaabudu Mungu ni Mungu gani? And if the water spirits are worshiping that God, what kind of a God is this? Mimi mama yangu alikuwa ni mganga. His uncle was a witch doctor. Kwa mganga wa kishenzi. Mimi nataka kupanda sacrifice. He wanted to make him a sacrifice. Labda tutaenda siku nyingine. We will continue another day. We give you glory, Lord. As we honor you, we give you the glory. We give you glory, Lord. As we honor you, you are so wonderful. You are wonderful. You are worthy. There is nobody like you. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are worthy. Oh Lord, we give you glory. We give you glory. We give you glory. As we honor you, we give you the glory, Lord. We give you glory. As we honor you, you are wonderful. You are wonderful. You are worthy. Oh, you are wonderful. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are worthy. You are wonderful. You are wonderful. There is nobody like you. You are worthy. Oh, you are wonderful. You are wonderful. You are worthy. Oh, you are wonderful. You are worthy. Thank you, Jesus. You are worthy. Oh, you are wonderful. You are wonderful. You are worthy. Holy Spirit, reign. We welcome you to come and reign. Come and reign. Holy Spirit, reign. We welcome you. Somebody help me say to come and reign. Come and reign. Come and reign. Holy Spirit, we need you more. We welcome you. We welcome you to come and reign. Twende katika kitabu cha Mwanzo 1:1. Hallelujah. Then Proverbs 18:20 up to 21. Kwa kisha twende katika kitabu cha Methali 18:20 hadi 21. Twende haraka mahali hapo ili tuweze kuzungumza maneno ya Mungu. Let us go faster so that we may talk the word of God. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, hapo mwanzo in the beginning, Mungu aliumba mbingu na dunia. God created the earth and the Dunia heaven. ilikuwa bila umbo The earth was void na tupu. and it was formless and void. Giza ilikuwa imefunika vilindi vya maji ya roho ya Mungu vilindi vya maji na roho ya Mungu ilikuwa ikitanda juu ya maji. Darkness covered the whole earth and the waters, and the Spirit of God was hovering above the waters. Kuna neno tunazungumzia siku ya leo. There's something we are talking about today. Kinywa chako, Your mouth, kitakapotamka, when it utters, kitabadilisha hali. it will change a situation. Kinywa chako, Your mouth, kitakapotamka siku when ya leo, it will utter today, baada ya neno hili, after this word, kila shida every problem iliyo katika maisha that yako is in your life itabadilika. will change. Siku ya leo, Today,
kinywa chako your mouth, kitakapotamka when it will utter kila shida, every problem, kila mlima every mountain uliokuwa mbele yako that was ahead of you utangolewa, will be moved. kila magonjwa yatapona. Every disease will be healed. Katika historia ya Biblia, In the Bible history, kitabu cha Mwanzo hiki the book of Genesis sio ndiyo mwanzo wa uumbaji, is not the beginning of creation. lakini zamani Mungu alikuwa ameumba dunia ya But in kwanza. the beginning, God had created the first world. Kulikuwa dunia ya kwanza There was the first world. kabla Lucifer hajaangushwa kutoka mbinguni. Before Lucifer had been dropped from the heaven, Kulikuwa dunia ambayo ilikuwa, there was the first world. kulikuwa maji zamani, There was water in the kulikuwa beginning. mimea wakati huo. There were plants in the beginning. Haleluya. Hallelujah. Hata kulikuwa minyama kipindi hicho. Even there were animals in the beginning. Mahali hapa katika kitabu cha Mwanzo Here in the book of sio Genesis, ndiyo mwanzo wa uumbaji, it's not the beginning of creation. lakini Mungu alikuwa ameumba zamani. But God had created earlier. Hii ni wakati wa pili. This is the second time Mungu anarudia tena kuumba upya, God is creating afresh. lakini sio ndiyo mwanzo wa uumbaji. But it's not the beginning of creation. Haleluya. Hallelujah. Utagundua ya kwamba alipokuwa mbinguni You realize that when he was in heaven, aliitwa Lucifer. he was called Lucifer. Inamaanisha mwana wa mwanga. It means the son of the Tena light. alikuwa kerubi mkubwa. He was the greatest cherub. Mbingu In the heaven ilikuwa inaangazwa na mwanga ambao unatoka ndani ya Lucifer. was being lit by the light that came from Na Lucifer. Lucifer And Lucifer, ndiye ambaye alikuwa anafika patakatifu pa Mungu. he was the one who reached the holy places of Alikuwa God. anachukua zile sifa zote, He was carrying all the zile praises, shukrani zote all the adoration za wamalaika, of the angels, anafikisha mbele ya Mungu. and taking before the Lord. Hakuna mtu mwingine, No one else, hakuna malaika mwingine no any other angel aliyekuwa anamkaribia Mungu that went near God isipokuwa Lucifer. apart from Ndio Lucifer. maana aliitwa mwana wa nuru, That's why he was called the son of the kwa light, sababu mwanga uliokuwa unatoka ndani yake because the light that came from him ndio ambao ulikuwa unaangaza mbingu. is the one that lit the heaven. Tena alikuwa kerubi mkubwa. Then he was the greatest cherub. Baada ya hapo After this, akatamani ile kiti ya Mungu, he desired the throne of God, kwa sababu alitaka kuchukua zile sifa za Mungu, because he wanted to take all the praises of zile God, heshima za Mungu. all the honor of God, Hiyo Mungu akajizuia kugombana naye. and they to go and fight with Kwa him. hiyo Mikaeli akapigana naye, And Michael fought him, akaangushwa hapa. and he was dropped here. Alipoangushwa When he was dropped, akavunja dunia ya kwanza, he broke the first world, kwa sababu alishuka akiwa na nguvu mingi. because he dropped with a lot of power. Kwa hiyo dunia ya kwanza isingeliweza kumuweza. So the first world could not manage him. Dunia ya kwanza The first world haikuwa inataka kumuweza. could not manage him. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo akaiharibu. So he destroyed it. Alipoiharibu, When he destroyed it, Mungu hapa tena anarudia tena kuumba sasa. and now God is creating afresh. Bwana asifiwe. Hallelujah. To know, Mungu alimzaa Lucifer God gave birth to Lucifer kama mwana wa nuru, as a son of the light. lakini dhambi ilimzaa shetani. But now sin gave birth to the devil. Andika hiyo. Write that. Mungu God alimzaa Lucifer gave birth to Lucifer kama mwana wa nuru, as a son of the kama light, kerubi mkubwa, as the greatest cherub. lakini dhambi But now the sin ilimzaa shetani. gave birth to Satan. Haleluya. Hallelujah. Sasa mahali hapa, So here, dunia hiyo kukawa giza mingi. the world was dark. Dunia ilipojaa giza mingi, When the world was full of darkness, Mungu akatoa giza hiyo, and God took away the darkness, akaweka nuru hiyo. and he gave in light. Kwa hiyo nuru So that light ikatawala giza. was ruling over darkness. Tuko pamoja? Are we together? Nuru ikatawala giza. And the light was ruling over darkness. Mungu alisema, God said, acha pawe nuru, let there be light. pakawa nuru. And there was light. Nuru hiyo And that light ikatawala giza. will rule over darkness. Alizungumza, He talked. alisema. He Ndio said. maana siku ya leo That's why today, utakapozungumza, when you will say, when utakapozungumza you will utter, itafanyika. it will be done. Chako Your mouth, utakapotamka, when you will utter, magonjwa hayo, that disease, shida hizo that problem, zitaondoka, it will get away. zitaondoka, It will get away. zitaondoka, They will go. zitaondoka. They will go.
Mungu God yuko mbinguni, is in heaven. hazungumzi, He does not talk. lakini anataka duniani mwanadamu But he wants in the world a human being atakayemzungumzia. who will talk on his Ndio mwanadamu behalf. huyo ni wewe. And that person is you. Mungu ni roho, God is a spirit. roho haizungumzi, A spirit does not talk. lakini anataka mwanadamu But he needs a human being atakayemzungumzia. who will talk before. Kwa hiyo on his behalf. sisi ni spika za Mungu So duniani. we are the speakers of God on the earth. Sisi ni spika za Mungu duniani. We are the speakers of God on the earth. Tunapozungumza, When we talk, tunaposema, when we say, inakuwa hivyo. it happens. Tunaposema kansa inapona When you say that cancer is healed, na inapona, it is healed. umemsikia imepona. You heard her, it is healed. Unaposema HIV inapona When you say HIV na is healed, inapona inaenda, it healed, it's healed, and it's gone diabetic away. inapona When the diabetes is healed, inapona. it gets healed. Hiyo shida yako That problem, siku ya leo today, unaenda you are kuizungumzia going to talk of na it, itaondoka. and it will go away. Ikiwa bado unamsubiri Mungu kutoka mbinguni kuja kuzungumza, If you are still waiting for God to come from heaven and come and talk on your behalf, hata kuja. He will not come. Tayari Already, ana mwanadamu duniani He has a human being on the earth anayemzungumzia. who is talking on His behalf. Akamwambia Musa, He told Moses, nenda uambie Farao achilie watu wako. go and tell Pharaoh to release him, to release my people. Mungu hakushuka, God did not descend, lakini alikuwa na spika but He had a speaker inayoitwa Musa. who was called Moses. Nenda kwa Farao, Go to Pharaoh, ambia Farao tell Pharaoh, achilia wana wako. release my children. Musa kaenda And Moses went, akamwambia achilia. and he told him, release. Aliwaachilia hakuwaachilia? Did he release them or not? Aliwaachilia. He released them. Zungumza siku ya leo, You will talk today. na utakapozungumza And after talking, itakuwa hivyo. it will happen. Haleluya, Hallelujah. itakuwa hivyo, It will be so. itakuwa hivyo, It will be so. itakuwa hivyo. It will be so. Yesu Kristo Jesus Christ, alipokuwa katika maji when he was in water pamoja na mitume wake, with his disciples, kukaja zoruba mingi. there came a storm. Haleluya, Hallelujah. alizungumza He talked juu ya maji hayo, about the water, maji akamsikia, and the waters heard him, bahari ikawa shwari, and the sea became calm. si ndio? Are we together? Alizungumza, He talked, bahari ikamsikia. and the sea heard him. Utakapozungumza siku ya leo, When we will talk today, hayo magonjwa atasikia, those diseases will heal. hayo magonjwa atatii, Those diseases will hiyo obey. shida itatii, That problem will obey, na utaondoka mahali hapo. and will come out of that place. Siku ya leo Today,